Katika historia ya wana wa Israeli, hasa kwa upande wa uongozi wa falme, tunafahamu alianza mfalme Sauli, baadaye akaja Daudi, baadaye Sulemani. Na alipokuwa anaongoza Sulemani, mwishoni ule ufalme uligawanyika, ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ambao ulijulikana kwa jina la Israeli ukiwa na makabila 10, na ule ufalme wa kusini ukijulikana kwa jina la ufalme wa Yuda ulikuwa na makabila 2, kabila la Yuda na kabila la Benjamini. Katika huo ufalme wa kusini walikuja wafalme wengine kuanzia Rehoboamu mpaka Yehoyakimu. Yehoyakimu akiwa ni mfalme wa 18. Basi huyu Yehoyakimu alifanya mambo mengi na machukizo mengi mbele ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza ni kuchoma kitabu cha maonyo ambacho Mungu alimwambia nabii Yeremia aandike na awape watu. Yeye alikichana na kukichoma. Na sio hilo tu, walifanya tukio jingine la kumwaga damu isiyo na hatia. Sawa, aliwaua watu wengi, lakini alimuua Uria ambaye alikuwa anafanya kazi ya unabii kama nabii Yeremia. Na chukizo kubwa zaidi alofanya ni kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo kupitia hayo matukio yake, Mwenyezi Mungu analeta adhabu katika jamii ile. Adhabu ambazo anatoa ni ukame, ukosefu wa mvua, ambayo hiyo inapelekea kukosa mavuno. Mwisho wa siku inakuja adhabu nyingine ya njaa kali. Sio hiyo tu, anakuja kuambia mtaenda utumwani kwa maana ya upanga. Yote haya yanafanyika mara baada ya kiburi, kumsahau Mungu, lakini pia uasi ambao walifanya huyo mfalme Yehoyakimu. Na hivyo somo la kwanza tulosikia hapo kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 14 ni kama maombolezo ambayo wanayafanya watu mara baada ya adhabu hizo Mungu alizozitoa. Na hiyo inaendana kabisa na Zaburi ya 74 na Zaburi ya 78 ambayo tumeisoma leo, Zaburi ya 78, lakini pia kitabu cha Yoeli sura ya 1 hadi ya 2, kuonyesha hiyo kumwomba Mungu huruma dhidi ya hayo maasi ambayo yametokea na yamesababishwa na kiongozi huyo Yehoyakimu. Baadaye Yehoyakimu anapata mtoto na yule mtoto anakuwa mfalme Yehoyakimu. Huyu mfalme aliendeleza uasi na mwisho wa siku wanaenda utumwani Babeli chini ya mfalme Nebukadreza wa Babeli. Kumbe katika maisha yetu tunaweza tukawa sababu ya matatizo kwa watu wengine. Tunaalikwa leo kutafakari hilo. Tusiwe sababu ya matatizo kwa watu wengine. Daima tubaki na unyenyekevu, kutambua nguvu ya Mungu na uaminifu katika yale ambayo tumekabidhiwa. Tumsifu Yesu Kristo.